Watu wenye ulemavu wakiongozwa na muasisi wa Ikupa Trust Fund, Bi Stella Ikupa, wamemchangia Rais Samia Suluhu Hassan shilingi milioni 1 ya Kitanzania kwa ajili ya kuchukua fomu ya kugombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akizungumza wakati wa kukabidhi mchango huo, Ikupa amesema kitendo hicho kinaashiria imani na matumaini makubwa walionayo kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya makundi maalum, hususan watu wenye ulemavu. Tunaomba mwakilishi kutoka shirikisho la watu wenye ulemavu Zanzibar awepo, na makamu mwenyekiti TASI awepo naye wakati shekeli inaenda kukabidhiwa. Dada Tungi, sogea kidogo. Makamu mwenyekiti TASI sogea ujumuike na wewe. Mheshimiwa Rais ameendelea kututengea fedha kwenye mfuko wetu wa watu wenye ulemavu. Na wewe mwenyewe ukiwa kama msaidizi wake umekuwa ukihakikisha kwamba fedha hizi zinatengwa lakini zinaenda kutolewa. Na mwaka huu tulikusumbua sana tukiwa kama wabunge wenye ulemavu kuambia Mheshimiwa Waziri, tunaomba hii fedha iweze kutolewa. Na kwa mapenzi mazima ulionayo ukasema hii fedha itatoka. Kwa hiyo hii fedha ambayo imetengwa, Mheshimiwa Waziri alisema kwamba ni fedha ambayo inaenda kuwekwa kwenye mfuko wetu wa watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali kwa kufanyia mapitio ya sera ya taifa ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2004 kwa sababu ilikuwa na mapungufu ambayo yalikuwa yanakwamisha sisi watu wenye ulemavu ama ustawi wa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa kupitia hilo tunashukuru sana, na kupitia mkutano huu pia tutawasilisha pia na sisi maoni, lakini pia ni kwa jinsi gani mambo yaendelee kufanyika. Sijui kama bado kuna hiyo fursa kuweza kuleta mapendekezo na maoni mkurugenzi, sijui. Lakini pia tunashukuru serikali kwa ununuzi wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia kwenye mashule yetu. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kupanuka kwa fursa. Fursa zimekuwa kubwa kwenye uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia ile 2%. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, upande wa ajira ni serikali pekee. Ukianza kuangalia, ukitafuta idadi ya watu wenye ulemavu ni serikalini tu ndio unatukuta watu wenye ulemavu tuko wengi. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali ambayo ni baba yetu, imeendelea kutuzingatia na kutuajiri tukiwa kama kundi la watu wenye ulemavu. Lakini pia kupitia ile mikopo tumeendelea kunufaika nayo, na pia kupitia ile eneo la mikopo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeona kwamba hali za watu wenye ulemavu wengi zimeinuka na wametoka kwenye hali ya kuombaomba, wameenda kwenye hali ya kujitegemea wao wenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili amelizungumza mwenyekiti wa bodi kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba katika serikali yake ameendelea kuajiri na kuamini watu wenye ulemavu, na tunaona wanafanya vizuri kweli kweli. Tunamwona Mheshimiwa Amon yuko hapa, lakini kwenye ngazi ya baraza la mawaziri tunaona, lakini pia kwenye Amon hayuko peke yake, ana makatibu wakuu wengine ambao yuko nao. Kwa hiyo hata kwa wakurugenzi wapo ambao Mheshimiwa Rais ametuamini. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba tupelekee salamu zetu kwamba Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana kwa jinsi ambavyo ameendelea kutuamini. Lakini pia ninaomba niendelee kuishukuru serikali na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mkazo na msitizo mkubwa ambao uliwekwa kwenye eneo la kuhakikisha kwamba ukatili kwa ndugu zetu watu wenye albino na mauaji yanakomeshwa. Hakika jitihada tuliziona zilikuwa kubwa na kukimbizana tulikuona, na niendelee kuiomba serikali kwamba mkazo ule uendelee kuwa mkubwa zaidi na zaidi ili ndugu zetu watu wenye albino waendelee kuwa salama na kufurahia maisha ndani ya taifa lao. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali kwa kuajiri walimu wa elimu maalum. Tunaishukuru sana serikali kwa hilo, lakini pia ujenzi wa shule maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, mambo ni mengi sana lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tunavyofahamu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi.
Na nitumie nafasi hii kuwaomba sana ndugu zangu watu wenye ulemavu, mjitokeze kwa wingi, ngazi za madiwani, ngazi za ubunge, tugombee tuonekane. Lakini ombi langu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba hii sheria ya vyama vya siasa iweze kufuatiliwa na kuzingatiwa, kwa maana kwamba ilielekeza kwamba vyama vitenge nafasi za upendeleo kwenye vyama vyao, ili sasa hawa watu wenye ulemavu waweze kuwa sehemu ya zile nafasi ambazo zitapatikana. Na hili liko ndani ya ofisi yako, kwa maana ofisi ya Waziri Mkuu, kwamba muweze kuifuatilia na kufuatilia hivi vyama kama vimeweza kutekeleza hii sheria. Zimetenga nafasi, wamepatikana watu wenye ulemavu wangapi, ngazi za madiwani wako wangapi, ngazi za ubunge wako wangapi. Lakini pia tunapoelekea kwenye chaguzi, Mheshimiwa mgeni rasmi, hata wakati tunachangia bungeni niliongea kwamba unakuta mgombea anaitisha mkutano, anatoa sera, ananadi sera zake, mwisho wa siku anaondoka. Pale palikuwa pana kiziwi, anaondoka kapa, hajaelewa chochote. Kwa hiyo pia ni vizuri serikali iwaelekeze kwenye mikutano hii mikubwa, kwa sababu na viziwi wanakuepo. Ndugu zetu hawa viziwi mara nyingi hawajitokezi kwa sababu wanaona tu ni changamoto, hata nikienda sielewi kitu, sitaelewa chochote kwa sababu hakuna mkalimani. Kwa hiyo niombe sana, kunapokuwa kuna mikusanyiko, mikutano, kunakuwa kuna wakalimani wa lugha ya alama. Tunaendelea kuhimizana tunapokutana, sambamba na kwamba tayari tunajua uchaguzi unafanyika mwezi wa 10. Kwa hiyo tunataka kuangalia wewe unataka kugombea nini. Tutatakiwa kuingizana hata kama kwa kuchangiana, ili tuweze kuchukua fomu na sisi tuingie kwenye uchaguzi. Na vile vile tuendelea kuhamasisha na wale ambao hawajajiandikisha waweze kujiandikisha, wawe na vile vipalata vya kupigia kura. Kweli mara nyingi tumekuwa tukionekana ni wanyonge kutokana na kwamba elimu ilikuwa haijatufikia. Lakini kwa wale wachache ambao tunauelewa, tunaendelea kufikisha elimu kwa wenzetu na wao waweze kujitambua na kuona sio wanyonge tena wala tegemezi. Wamesema kuwa uongozi wa Rais Samia umeweka mazingira jumuishi zaidi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa.